رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد, ndugu waandishi wa habari, nimewaita ili kutoa tamko rasmi juu ya mambo ambayo yanapita katika ulimwengu huu, likiwemo nchi yetu, juu ya uchafu au kampeni chafu ya kuhalalisha uhusiano wa kimwili wa jinsia moja na udhalilishaji wa watoto kijinsia. Kwa hiyo BAKWATA inalaani, inapiga vita uhusiano wa kimwili wa jinsia moja na udhalilishaji wa watoto kijinsia. Kupitia kwenu nyinyi waandishi wa habari, naomba niwaombe mufikishie umma wa Tanzania na nje ya Tanzania kwamba Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA linalaani na linapinga vita uhusiano dhidi ya uhusiano wa kimwili wa kijinsia moja na udhalilishaji wa watoto kijinsia. Na tunapongeza serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kupiga vita kampeni hii chafu ya uhusiano wa kimwili kwa jinsia moja kupitia kwa waziri wake wa elimu, sayansi na teknolojia, ndugu Adolf Mkenda, kwa kuchukua hatua ya kuvipiga marufuku vitabu vyenye lengo hilo visitumike katika mashule na vyuo nchini. Hili ni jambo kubwa sana, hivyo ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kupitia kwa waziri wake ndugu Adolf Mkenda. Ndugu wanahabari, dunia imekumbwa na balaa kubwa sana, baadhi ya wanaume kuwahitajia kimwili wanaume wenzao, na baadhi ya wanawake nao pia kuwahitajia kimwili wanawake wenzao. Kwa bahati mbaya zaidi, badala ya kukemewa wafanyaji wa tendo hilo, kuna baadhi ya maeneo na watu leo katika hii dunia wanalindwa watu hao na kutafutiwa uhalali unaoitwa ndoa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa nafasi yangu kama mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, ambaye pia ndiye msemaji mkuu wa Waislamu Tanzania, ninawaomba Watanzania wote kulilani na kulikataa jambo hili kwa sauti moja. Tutamke kwa pamoja kwamba hatutaki kabisa uhusiano wa jinsia moja na ndoa za jinsia moja katika nchi yetu. Ndugu na habari, BAKWATA inalaani kama nilivyosema mwanzo na kupinga na kupiga vita kampeni hii chafu ya ndoa za kijinsia moja kwa sababu nyingi tu, lakini sababu kuu 3 zifuatazo. Sababu ya kwanza, ndoa za jinsia moja ni kinyume na maandiko ya kiimani, ya kidini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani kama inavyofahamika, sura ya 7, suratul A'raf, aya 81. Mwenyezi Mungu anasema walutan idh qala liqaumihi ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum lata'atuna arrijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun. Tafsiri ya maneno haya na aya hii, Mwenyezi Mungu anasema mkumbukeni Nabiullah Lut aliposema kuambia jamaa zake waliokuwa wakilawitiana, hivi nyinyi mnafanya uchafu wa kulawitiana, hajakutangulieni nyinyi yoyote katika viumbe? Nyinyi mmelianza jambo hili chafu, jambo ambalo hakuna aliyewatangulia. Hakika nyinyi mnawaendea wanaume, hakika nyinyi mnawaendea wanaume kwa matamanio kinyume cha wanawake,
bali nyinyi ni watu mliopetuka sana mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukataza kabisa tendo hili la watu kuendeana, mwanaume kumwendea mwanaume mwenzake na mwanamke naye kumfanya mwanamke mwenzake ni mwanamke wake, wakafanya matendo machafu. Hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza katika Qur'ani moja kwa moja na katika vitabu vyake vyote alivyoviteremsha katika ulimwengu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza pia katika kutilia nguvu maneno haya yaliyo katika aya hizi mbili, aya 80 na 81 katika surati al-A'raf. Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la'ana Allahu man amila amala qaumi Lut. Mwenyezi Mungu amemlani mtu anayefanya matendo ya qaumu Lut. Akaparudia mara 3. La'ana Allahu man amila amala qaumi Lut. La'ana Allahu man amila amala qaumi Lut. Karudia mara 3 Mtume sallam kwa msisitizo kwamba Mwenyezi Mungu amemlani mtu anayefanya matendo ya qaumu Lut, ya kuendeana wanaume kwa wanaume, hali ya kuwa wanawake wanaotakiwa kuolewa kihalali wapo, kisha mtu akavunja msingi huo akamwendea mwanaume mwenzake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha hivyo. Lakini pia kuna adhabu kali sana kutokana na kufanya matendo hayo. Mwenyezi Mungu ameweka adhabu kali. Ameipindua miji ambayo kwamba iliyokuwa mwanzo ikifanya vitendo hivyo juu chini kutokana na ghadhabu aliyokuwa nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya matendo hayo. Atakasema walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijili mandud. Mwenyezi Mungu anaelezea ghadhabu zake na adhabu anayowapelekea watu wenye kufanya matendo ya kaumu Lut. Anaelezea hayo katika surati Hud aya 82 kutuonya kwamba vitendo hivyo havifai, na akaipindua ile miji upside down, ikawa juu chini. Kamtuma Jibril akachukua mji mzima, ile miji yote iliyokuwa inafanya matendo yale akachukua akapanda nayo mbinguni. Alipofika juu akaipindua hivi, ikawa inakuja kutoka juu kaja ikapiga chini. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anasema utafikiria jana walikuwa hawapo, kumbe ilikuwa wanaishi, wanakula, wanatembea, wanafanya starehe zao. Lakini hayo yote Mwenyezi Mungu ameyafanya kwa sababu ya ghadhabu. Muujiza mkubwa kwa leo kupewa nafasi mambo haya, kuwa watu wawe ni wako huru, ni halali kwao mwanaume kumwendea mwanaume mwenzake, mwanamke kumwendea mwanamke mwenzake, hali ya kuwa tunasoma katika vitabu vya Mungu alivyokasirika kwa mchezo kama huo mpaka akawaadhibu watu, akaangamiza miji kwa sababu ya uchafu huo. Alafu leo bado watu, hiyo ni jambo la kawaida, mpaka mashuleni kusomeshwe, katika vyuo kusomeshwe, kisha watu wamekodoa macho wanatazama tu kimya, hawasemi chochote. Kama mufti wa Tanzania, mimi na wenzangu katika baraza la mashekhe wote nchi nzima tunalani kabisa vitendo hivi kama ni vitendo ambavyo havifai. Lakini sababu ya pili, ubaya na uovu wa ndoa za kijinsia moja ni kuharibu na kuporomoka kwa maadili. Kuharibu maadili na kuporomoka kwake moja kwa moja, na kupotosha mfumo wa mwanadamu wa kuzaana, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka watu wazaane hapa, kisha akaweka utaratibu wa kuzaana. Sasa ikiwa ni mwanaume kwa mwanaume, itapatikana namna gani ya kuzaa? Tumwachie mwanaume na mwanaume mwenzake akae miaka 3 katika nyumba moja, kisha tupate mtoto, tupate watu, tupate nguvu kazi itakuwa kuja kufanya kazi katika ulimwengu huu, tupate viongozi watakaoweza kuongoza nchi mbalimbali, tupate viongozi wa kidini. Jambo hilo hakuna, ni jambo ambalo limekwenda kinyume. Ndio maana Mungu akawa na ghadhabu za kuweza kuangamiza watu ambao wenye kufanya vitu namna hiyo. Lakini sababu ya tatu ni madhara ya kiafya pia ambayo yanapatikana kutokana na tendo lile. Watu wenye taaluma za kiafya wametueleza vile vile kwamba mtu akimwingilia kinyume mwanaume mwenzake au sehemu ya nyuma, basi Mwenyezi Mungu anampa maradhi, kwa sababu atakutana na wadudu kule atakaowarithi, kisha baadaye wale watasumbuka na watasumbua, wataweza kupenya penya mpaka katika sehemu za kibofu na kumharibia afya yake. Haya yote Mwenyezi Mungu anataka kuitunza afya. Haitaki afya ya mtu iharibike, alafu mtu anakwenda kufanya jambo la namna hiyo. Maana Mwenyezi Mungu kuzuilia jambo hilo lisiwepo ni kutaka kuilinda afya, kuulinda maadili, kuwafanya watu waweze kuzaana. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo kwamba zilizokuwa nzito, ambazo ndio sababu ya kukatazwa jambo hili. Pia
mtu akiwa anafanya mambo yale, Mwenyezi Mungu anaudhoofisha ule mwili wake, anadhoofika moja kwa moja katika mwili wake, anakuwa hana nguvu, hawezi hata kukimbia, hata ulaji wake wa ovyo ovyo, kutokana na ile tendo linamfanya anakuwa mlegevu. Kuna sehemu ambazo zinajitokeza anakuwa mtu wa ovyo ovyo tu, alafu isitoshe inaharibu akili vile vile. Huyo mtu anakuwa akili zake mbaya vile vile, hata akiambiwa kitu haelewi, ilikuwa jitu la ovyo ovyo kutokana na vitendo kama hivi. Ndio maana Mungu akapiga marufuku vitendo hivi, havifai. Kwa hiyo watu wa dini hatuwezi kuachia kitu kama hiki kiwe kinaendelea afu tukitazame na nchi inaharibika. Mwisho Mwenyezi Mungu anafanya baraka inaondoka katika nchi. Mungu anaondoa baraka kabisa, kama alivyoondoa baraka miji ile Sodoma na Gomora kutokana na vitendo vibaya walivyokuwa wakifanya. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataondoa baraka katika nchi ambazo kunafanyika mambo kama hayo. Na ndio maana lazima tusimame kama viongozi wa dini kuhakikisha kwamba jambo hili linakemewa na linapigwa vita na linatoweka katika nchi yetu, wala lisipewe nafasi. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu kwa ujumla, ninawaelekeza mashekhe wa mikoa, wilaya na kata na maimamu wa misikiti mbalimbali ya Ijumaa na ya kawaida kote nchini kulikemea kwa sauti ya juu kabisa, kwa sauti kali, jambo hili baya la ndoa za jinsia moja. Na msisahau pia kuomba dua, kwani msaada wa Allah pia tunauhitaji katika jambo kama hili, kwa sababu shetani ana uwezo wa kumiliki sana kwa watu. Lakini naiomba vile vile serikali ishirikiane nasi viongozi wa dini ili kufanikisha kulilani na kuliondosha jambo hili kwa kulikemea, kulipiga vita, jambo ambalo halifai katika jamii yetu, linaloelekea kuharibu vizazi na jamii. Lakini kadhalika niwaombe wazazi na waalimu na wa madrasa na waalimu wa mashule na vyuoni kuwafichua wote wanaowaharibu watoto wadogo kwa kuwafanyia vitendo vya kikatili vya kuwadhalilisha kijinsia na kuyakemea mambo haya ambayo yanaonekana kuingizwa katika mashule. Niwaombe tena wazazi, waalimu wa madrasa na waalimu wa mashuleni, vyuoni, haswa zile shule zilizo na mabweni, kuongeza ulinzi na utafiti na upelelezi usiokoma ili kuwabaini waovu wanaochafua majina ya madrasa, shule na vyuo kupitia vitendo hivyo viovu, na wale wanaopenya kutoka nje kuwapenyezea waalimu na kuweza kuwapa pesa na uwezo ili kusomeshwa vitu hivi vichafu ambavyo vinaharibu jamii. Niwaombe pia wazazi na walezi wenzangu vile vile tujenge tabia ya kukaa na watoto wetu mara kwa mara, kuzungumza nao na kuwahoji bila ya kuwatisha, ili waweze kufunguka, tupate mapema kujua vyanzo na kuvifichua na kuchukua hatua vile vile. Lakini pia tuzingatie shida na mahitaji ya watoto wetu madarasani, mashuleni na vyuoni, ili watu waovu wasitumie shida za watoto wetu na vijana wetu wenye kusoma kwa kuwarubuni, kuzitatua na kuwaingiza katika udhalilishaji wa kijinsia kupitia dhiki walizonazo. Haya ni mambo ambayo lazima tuyafanyie kazi. Baada ya kuyasema hayo, sisi kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania na kama BAKWATA, kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, wilaya, kata hadi msikitini, tuko tayari kutoa ushirikiano na tuko hivyo kwa serikali na vyombo vingine vyote katika maeneo yote nchini ili kukomesha jambo hili chafu la dhamira ya kuiga ndoa za kijinsia moja kwa moja na ukatili na udhalilishaji wa kijinsia wanaofanyiwa watoto wetu. Narejea kutoa agizo kwa viongozi wote wa BAKWATA na taasisi mbalimbali za Kiislamu kukemea kwa sauti kali ndoa ya jinsia moja na ukatili wa udhalilishaji wa kijinsia kwa watoto. Jambo hili lisimamiwe na likomeshwe, na shughuli hii ya kukemea ifanyike misikitini, katika hadhara mbalimbali, katika hafla mbalimbali, katika kila anapopata nafasi shekhe akemee kwa nafasi yake na kwa kiwango cha juu sana, kuhakikisha jambo hili linaondoka. Na kuanzia sasa iwe ndio maneno yetu, ndio lugha yetu tunayoisema katika jamii yetu mpaka kuweza kuliondosha hili jambo. Hata ikiwa ni mwaka mzima tuendelee kusema
tuhakikishe kwamba jambo hili linaondoka. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.